Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kwa moja tuelekee huko Tehran ambapo serikali ya Iran inadai kwamba azma yake ya kutekeleza operesheni ya tatu ya kijeshi dhidi ya Israel iko pale pale. Meja Jenerali Yahya Rahim Safavi amesema ikiwa operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3 haijatekelezwa, bado kuna hekima katika kuchelewesha, si kwamba imefutwa. Amesema kuchelewesha huko ni hatua ya kimkakati na kutokana na hekima ya makusudi. Afisa huyo amesema kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni mwenye hekima, ujasiri na mwenye maono ya mbele na ya busara, huku akibaini kwamba operesheni hiyo itatekelezwa kwa wakati mwafaka kwa uamuzi wa Ayatollah Al-Khamenei. Tamko hilo limekuja chini ya wiki moja baada ya mkuu wa kamandi ya majeshi ya Iran, Meja Jenerali Mohammad Bagher, kusisitiza kwamba Iran imeendeleza vipimo vyote vya kujihami vinavyohitajika kwa ajili ya kuwa na uwezo wa kijeshi ambao ni mara 10 zaidi ya ule uliotumika wakati operesheni ya Ahadi ya Kweli nambari 2. Mwaka uliopita Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilionyesha nguvu zake za kijeshi katika operesheni za Ahadi ya Kweli namba 1 na namba 2, ambapo ilitekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi kufuatia uchokozi wa utawala wa Israel. Hata hivyo, mashambulizi yao yalikuja kulipiziwa kisasi na wa Israel. Shambulizi la Iran lilifanyika mnamo Oktoba mosi mwaka 2024, lakini mnamo Oktoba 26 Israel ililipa kisasi kwa kurusha makombora hadi katika ardhi ya Tehran. Operesheni hizo ziliendeshwa kwa kutumia mamia ya makombora ya ballistic na ndege zisizokuwa na rubani zilizoonyesha uwezo wa mataifa yote mawili wa kushambuliana na ni katika kuhakikisha wametimiza malengo nyeti ya kijeshi na kijasusi ya Israel pamoja na Iran kwa usahihi. Maafisa wa Iran wamesisitiza kwamba jeshi lilitumia sehemu ndogo tu ya nguvu zake za kivita wakati wa operesheni hizo mbili za kulipiza kisasi, lakini wanadai kwamba katika kipindi hiki wapo tayari na wamejipanga kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Israel. Kadhalika, wakati huu ambapo kumekuwa na vitisho kutoka katika serikali ya Benjamin Netanyahu, Iran imesema ipo tayari kwa ajili ya kuhakikisha inapambana vyema na serikali ya Iran, huku ikisema kwamba itahakikisha inafyatua makombora katika vituo vya kijeshi vya nchi ya Marekani katika mataifa mbalimbali ulimwenguni na itahakikisha inaishambulia Israel pale ambapo itafanya uchokozi, kwani kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na serikali ya Marekani ni kwamba huenda Marekani kaamua kufanya yenyewe makombora ama kuhakikisha kwamba Marekani inatekeleza shambulizi hilo kwa kuitumia Iran. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua nini ambacho kinajiri ulimwenguni.